Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ufaransa imekataa kujiunga na bodi ya amani ya ukanda wa Gaza iliyoundwa na rais wa Marekani Donald Trump. Ufaransa imekataa ombi hilo la Trump katika kile kinachoitwa bodi ya amani ya Trump katika ukanda wa Gaza. Paris imesema pendekezo la sasa haliendani na ahadi zake chini ya Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kutokana na hayo, Ufaransa imeamua kukataa kujiunga na bodi hiyo iliyopendekezwa na Donald Trump, rais wa Marekani, kusimamia utawala wa ujenzi mpya wa Gaza baada ya vita. Marekani ilituma mialiko kwa viongozi kadhaa wa dunia ikiripotiwa kutoa wanachama wa miaka mitatu na chaguo la kulipa dola bilioni 1 kwa kiti cha kudumu. Chombo hicho kinatarajia kufanya kazi pamoja na utawala wa kiteknolojia wa Palestina katika kipindi cha mpito. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amesema Paris lazima ikatae kwa sababu kwa sasa katiba ya bodi ya amani inaenea zaidi ya Gaza na kwa hiyo inazidi kutoa upeo wa mpango wa amani ulioidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Kama ilivyosemwa hivi karibuni, katiba hiyo haiendani na ahadi za kimataifa za Ufaransa, Barrot alisema mnamo Jumatatu, kama alivyonukuliwa na shirika la habari la RFI la nchini Ufaransa. Ikulu ya White House ilisema bodi hiyo itatekeleza jukumu muhimu katika kutekeleza mpango wa vipengele 20 ulioidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi Novemba. Wachambuzi wa mambo wanasema mpango huo huenda usifanikiwe, kwani moja kati ya mambo ambayo wakati huu hata Israel yenyewe imekuwa ikipinga ni bodi hiyo. Israel kupitia ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imeweka wazi kusema kwamba haikubaliani na bodi ya amani iliyopangwa na rais wa Marekani Donald Trump, ikisema ni bodi ambayo Israel haikushirikishwa. Waziri wa fedha Bezalel Smotrich amesema kwanza wanamshukuru rais wa Marekani Donald Trump, lakini hawakubaliani na mpango wake wa bodi ya amani na kwamba wao wapo tayari kudhibiti ukanda wa Gaza na kuliangamiza kabisa kundi la wapiganaji la Kipalestina la Hamas. Kinachotakiwa kwa Waisrael ni kwamba wao wanachotaka ni kuitawala Gaza na kwamba Gaza lazima iwe sehemu yao. Kwa hivyo hawahitaji kuona bodi ya amani ambayo inahusisha mataifa mengi ulimwenguni kama ambavyo Donald Trump anataka. Watendaji wakuu watajumuisha waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, mjumbe wa Donald Trump Mashariki ya Kati Steve Witkoff, na mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump na mpatanishi wa mazungumzo Jared Kushner. Trump anatarajia nchi zitatia saini kwenye bodi katika kongamano la kiuchumi huko Davos, Uswisi siku ya Alhamisi. Hii imeripotiwa na shirika la habari la Bloomberg. Duru kadhaa za habari zinasema wanasiasa wa Ulaya wameibua wasiwasi juu ya mpango wa Trump, huku shirika la utangazaji la Israel la i24 News likielezea hali ya EU kama ya wasiwasi na ya kutilia shaka. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye kimsingi anaunga mkono kuundwa kwa bodi hiyo, amekiri kuwa Israel na Marekani zinatofautiana katika suala hilo. Kremlin ilisema rais wa Urusi Vladimir Putin amealikwa pia kwenye bodi ya amani na wanachunguza pendekezo hilo. Licha ya kwamba hawakutoa maelezo ya kina, lakini Urusi imesema italiangalia kwa mapana jambo hilo kabla ya kusaini juu ya jambo hilo na kukubaliana na kuwa sehemu ya bodi ya amani ya ukanda wa Gaza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.